zunguka tutaimba hosana, tutaimba hosana tukizunguka zunguka holololo holololo holololo. Mtazamaji wa Tinga Media, tuko hapa Shewa jijini Mbeya, ambapo leo inafanyika ibada ya kuaga mwili wa mpendwa wetu Edina Mwaiginga, ambaye alikuwa ni mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka hapa jijini Mbeya, lakini pia amemtumikia Mungu katika mikoa mbalimbali kwa ajili ya kumtumikia pia katika huduma hii ya uimbaji. Yawezekana kwa namna moja ama nyingine uliguswa na huduma yake. Yawezekana ulikuwa pia unapenda sana nyimbo zake katika mitandao, pia ulikuwa unafuatilia sana nyimbo zake, lakini leo hatunaye tena. Na sisi kama Tinga Media tumeona ni vyema tufike mahali hapa kwa ajili ya kutoa faraja kwa familia. Kubwa zaidi ni kuhusiana na umoja wa waimbaji mkoa wa Mbeya, ambao pia kwa asilimia kubwa wako hapa waimbaji wengi sana, lakini pia watumishi wa Mungu, wachungaji, maaskofu, mitume na manabii wako hapa pia kwa ajili ya kutoa faraja na ibada ya kumwaga mpendwa wetu. Na moja kwa moja nikupeleke sasa katika mahojiano ambao tumefanya na watu mbalimbali. Naitwa Fidia Tinga na nyuma ya kamera ni director HK Tinga. Asante sana, karibu tufuatilie mahojiano tuliofanya pamoja na watu mbalimbali. Tupo na mtumishi wa Mungu Agrey Maleselo hapa. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Edina Mwaiginga, enzi za uhai wake ulimfahamu vipi na unaweza kumuelezea vipi? Dada Edina kwa kweli ni mtu ambaye alikuwa nje ya utumishi wake, lakini katika mazingira katika jamii ninavyomfahamu ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wa watu, lakini mtu pia ambaye alikuwa anaishi na watu vizuri. Lakini tukirudi katika eneo la utumishi, ni mtu pia ambaye alikuwa anaishi na watu vizuri, ni mtu ambaye alikuwa hawezi kubagua. Na ndio maana utaona hata katika changamoto hii ambayo pia tumepata msiba wake, utaona watu wengi wamejitokeza, wengi sio kwa nia mbaya. Wote wamejitokeza kwa sababu alijenga moyo mzuri kwa watu. Hakika ni mtumishi ambaye namfahamu, alikuwa mtumikia Mungu vizuri sana. Amen. Kitu cha kwanza kwa waimbaji na watumishi wengine, sio waimbaji tu, hata wachungaji pia, lakini pia sio wachungaji, jamii yote kwa jumla. Nizungumza tu kusema kwamba cha kwanza tuishi katika kumtafakari sana Mungu, lakini pia tuishi kwa kujitakasa, kuomba toba na rehema, kwa sababu siku yoyote ile mtu unaweza kaondoka duniani. Lakini pia tuishi na watu vizuri. Ukiondoka hapa duniani unatakiwa kustiliwa na binadamu. Hasa ukiwa umeishi na watu vibaya, watakustiri vibaya. Lakini yote na yote, cha kwanza tuishi kwa kujitakasa sana. Kujitakasa. Dada yetu Edina hatujui ameondoka akiwa moyo wake upoje, lakini nachoamini alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa ni mtu ambaye ni mtakatifu. Siwezi kujua utakatifu wake ulikuwaje, lakini kwa namna jinsi alikuwa anatuonyeshia sisi wanadamu, tunajua kwamba ni mtu ambaye hana michanganyo mingi. Tuishi katika hilo, kwa sababu hatujui siku wala saa ya kuondoka hapa duniani. Amina. Ubarikiwe sana pia, asante na pole sana. Asante sana. Asante sana kwa ambao unaendelea kutufuatilia. Tuko hapa na mwimbaji mwingine. Majina yako pia ili mtazamaji aweze kufahamu. Kwa majina yangu naitwa Ipiana Mwasengo, jina maarufu Mnyakyusa mbunifu. Ulifahamu vipi pia enzi za uhai wake na unaweza kumuelezea vipi? Edina Mwaiginga nilimfahamu kupitia huduma yake, kwa sababu ni mwimbaji mwenzangu, lakini sio kwa mwimbaji mwenzangu tu. Edina Mwaiginga ni mwimbaji ambaye alikuwa ni mwepesi pia kujitoa kutoka kwenye matukio mbalimbali, sio mikutano, hakuwa mvivu. Lakini pia kwenye misiba ikitokea au matatizo mbalimbali yakitokea, akimpata mwimbaji mwenzetu yoyote, alikuwa ni mwepesi sana wa kutokea. Asipotokea kwenye tukio lolote linalomhusu mwimbaji mwenzetu Edina, jua tu kabisa kwamba huyu mtu hayupo Mbeya hii. Na nilipopokea taarifa hii taarifa nimepokea nikiwa nipo safarini, nilikuwa Dar es Salaam, nimeingia jana. Nikasema lazima niweze kufika, lazima nimsindikize dada yangu. Mimi naishi Mbeya, lakini ni mfanyabiashara ambaye nazunguka. Na hapa tuko na mwimbaji mmojawapo ambaye pia amehudhuria hapa. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina sana. Unaitwa nani pia? Naitwa Betsheba Naman Tosha. Ndio. Unamzungumziaje Edina Mwaiginga enzi za uhai wake, ikiwa pia wewe pia ni mwimbaji mwenzake? Edina alikuwa ni mtu wa watu sana. Kwa kweli tumeumia sana waimbaji. Amina. Una neno gani pia la faraja kwa familia ya Edina Mwaiginga ambao wameondokewa pia na mpendwa wao, lakini pia kwa waimbaji wenzako? Tujipe moyo tu.
Nadhani duniani sisi wote ni wapitaji. Kwa hiyo tujipe moyo, tumtegemee Mungu sana. Amina. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Unaitwa nani pia? Kwa majina naitwa Venance Bryson. Ni mtumishi wa Mungu, nimekoka, napenda Yesu, napatikana Uyole. Okay, unamzungumziaje Edina Mwaijinga enzi za uhai wake? Kwanza dada Edina alikuwa ni mtu mmoja mwenye upendo. Kwangu mimi niseme alikuwa ni mshauri wangu. Tulikuwa tukionana kwenye mikutano sehemu mbalimbali. Alikuwa ni dada mmoja, nashindwa nieleze nini, ila ni mtu wa kuigwa. Alikuwa ni dada wa mfano. Alikuwa na hekima ya ajabu sana. Nini ambacho waimbaji waliobaki wajifunze kutoka kwake Edina Mwaijinga ambaye kwa sasa hatunaye tena, leo tunampumzisha? Ninachosema kwa upande wa waimbaji wenzangu cha kujifunza kwa mtumishi wa Mungu Edina, wachukue tu hekima yake. Alikuwa ni mtu mwenye hekima kubwa sana. Kwa tujifunze, na mimi pia nimejifunza kuchukua hekima dada mtumishi wa Mungu Edina. Na tuko na mwimbaji wa nyimbo za Injili Happy Sanga kutoka hapa Mbeya kwa ajili ya ibada ya kumwaga mpendwa wetu Edina Mwaijinga. Pole sana kwanza kwa msiba dada. Asante, tunamshukuru Mungu tumepoa, japo ni pigo kubwa kwetu kama waimbaji. Edina alikuwa bado sana, kwa hiyo tulikuwa tunamhitaji sana, bado tuendelee kuimba naye, tufurahi na yeye hivyo. Unamzungumziaje Edina Mwaijinga enzi za uhai wake? Wewe umebahatika pia kuwa sehemu ya waimbaji ambao wamefanya naye huduma sehemu nyingi. Kwa Edina mimi nimemfahamu miaka mingi, takriban miaka 13. Kwa hiyo ni mengi. Edina kwanza ni mpole. Edina ni msiri. Hata kama utamwambia mambo yako au kitu chako, huwezi ukakuta Edina akaenda kukitangaza sehemu kingine. Kwa alikuwa kama mama mwenye moyo mkubwa wa kuhifadhi siri ya mtu, na hivyo mshauri akakutia moyo, ndio sifa ya Edina. Kwa hiyo huwezi kumkuta kwenye makundi labda ya ovyo na hivi. Ni mpole, alikuwa mpole, mshauri mzuri. Ni kwamba ametufunza pia, cha kwanza tujue kwamba wakati wowote Mungu anaweza akatutoa, kwa sababu mimi na wewe hatukujua leo kama Edina tutamwaga hapa. Hatukujua kama tutakuwa hapa. Kwamba tutakuwa naye, na hata tulipopata taarifa ya kuumwa tukajua Mungu atamponya pengine tukiomba. Kumbe katika msiba huu umetufundisha kwamba tuwe tayari wakati wote. Vile nasema wakati unaofaa na wakati pia usiofaa, kwamba tuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Kama vile Edina pia alikuwa ni mtu wa watu, na kama tunavyoona watu wengi wanaendelea kuimba, watu wengi wanakuja kwa sababu Edina alikuwa ni mtu wa watu. Si waimbaji wako hapa, wachungaji wengi, waandishi wa habari mko mahali hapa kwa sababu Edina alikuwa ni mtu wa watu. Kwa hiyo tunajifunza vitu vingi sana kwake yani.